Kwa majina anaitwa Dr. Deusdedit Samuel Kibasa, ni mratibu wa usalama wa mazingira pamoja na jamii kwenye mradi wetu wa Big Z ambao unahusika na ujenzi wa barabara zetu za Click ile ya Darajani, lakini pia barabara hii ya Malawi ambayo inaanzia pale Malindi hadi pale eneo la BOT. Na kama ambavyo tulikuwa tumesema hapo awali kwamba ujenzi wa barabara hizi umeanza, na tarehe 1 tulikuwa tumeanza ujenzi wa Click kutoka pale hospitali ya Mnazi Mmoja hadi mataa ya Malindi, na mnamo tarehe 10 tutaanza ujenzi wa barabara hii ya Malawi ambayo inaanzia pale mataa ya Malindi hadi eneo la Mnazi Mmoja hadi eneo la BOT. Sasa kama tunavyofahamu barabara hii kuna uwepo wa mikoko, miti ya mikoko, lakini uwepo wa miti mingine muhimu kabisa, lakini pia kuna uwepo wa eneo la bwawa la ndege ambalo ni sehemu ya urithi wa mji mkongwe. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kwanza kutoa taarifa kwa wananchi kwamba mnamo tarehe 10 mwezi huu wa 7 ujenzi wa barabara hii ya Malawi utaanza rasmi, lakini kama hiyo haitoshi, kama nilivyosema, pia kutakuwa na swala la ukataji wa miti. Kwa hiyo tunaomba wananchi wasipate taharuki watakapoona miti hii imeanza kukatwa hapa katika barabara hii ya Malawi. Ni kwa sababu hizo za kimaendeleo na za ujenzi ambazo zitakuwa zinafanyika. Mimi nitoe shukurani hasa kwa watu wa mradi huu kwa kufanya jambo hili kwa mashirikiano makubwa, na kama tungekuwa tunafanya hivi basi mji wetu barabara zingekuwepo na miti ingepungua sana, kwa sababu miti ni moja katika mambo ya pambo la mji. Kwa kweli hapa tumeshirikiana from the beginning, tokea mwanzo. Tumetayarisha mpango wa kuondoa hii miti, na pamoja na kuwa miti ipo mingi ya mikoko hapa, lakini itakaondoka ni miti 116 tu, kwa sababu tumeshirikiana mapema, tumepanga vizuri, tukawa tumekubaliana. Na pamoja na hivyo mradi umekubali maelekezo yetu ya kuweza kukompensate au kufidia hili swala la mikoko inaondoka hapa kwenye maeneo mengine. Tumeshirikiana, sasa hivi timu iko inatafuta maeneo kuyatambua maeneo yapi mikoko itaokatwa hapa itakuwa replaced katika kisiwa cha Unguja. Kwenye miradi yote ya maendeleo au ya kiuchumi, kabla ya kuanza kwake kuna kitu kinaitwa tathmini za athari za kimazingira na kijamii ambazo zinafanyika, na tathmini hizi kubwa zinabainisha athari za kimazingira na kijamii zinazoweza kujitokeza na nini kifanyike ili kupunguza au kuondoa athari hizo. Kwa hivyo kwenye barabara hii tathmini hiyo ilifanyika, na miongoni mwa mambo ambayo yalibainika kuyataathirika ni mikoko hii ambayo tunaiona, na idadi yao kama ilivyosemwa ni 116. Kwa hivyo tukajiuliza nini kifanyike. La mwanzo ni kuwa hatukuwa na uwezo wa kuikinga isiondolewe kwa sababu umuhimu wa barabara ambayo inakusudiwa kujengwa hivi, na kwa maana tukajiuliza sasa kifanyike nini ili kupunguza hizo athari, na tukajua kuwa basi baadhi ya mikoko ibakie, lakini baadaye kuwe na upandaji wa mikoko. Na tukajiuliza tena, je, hiyo mikoko inaweza ikapandwa katika eneo hili? Na tukaona kuwa haiwezi kupandwa katika eneo hili, ndio maana tukachagua eneo nje ya eneo hili ili kureplace ile miti ambayo itakatwa hapa. Kwa hivyo best option ambayo ilionekana ni hiyo, kuondoa miti 116 ili kupunguza hizo athari zinazoweza kujitokeza, lakini sasa replacement yake au ushushaji miti mingine maana yake utafanyika nje ya eneo hilo. Kwa hivyo hiyo ndo best option ambayo tathmini au ripoti ya kimazingira ya kitaalamu iliyobainisha, na wenzetu wa watekelezaji wa mradi wamekubali hilo, na bahati nzuri wamekubali kuongeza idadi kubwa zaidi ya miti ambayo itakatwa katika eneo hili. Sasa kwetu sisi upande wa mamlaka ya mji mkongwe tumefarijika sana kupata fursa hii, kwa sababu ni muhimu kutoa taarifa kwa watumiaji wa barabara, lakini pamoja na wanaokuja mjini kwa jumla, ili kuwa na uelewa wa jinsi gani mzunguko wa magari na mwenendo katika katika mji mkongwe utabadilika kidogo. Kama tunavyoelewa, mji mkongwe ni kitovu cha biashara zetu zote, ofisi za serikali zipo, lakini na mambo mengi yanayoendelea kitaifa yako eneo hili. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tuna mazingatio jinsi gani tutadhibiti mwenendo huu
ili tusisababishe msongamano, hasa kulingana na kwamba inakutana na ujenzi wa barabara nyingine zilizopo katika miradi mingine. Kwa mfano upande wa mamlaka ya Mji Mkongwe tuna mradi ambao tunafanya pamoja na wizara hii ya miundombinu utakaohusisha mzunguko, yani mobility katika eneo la Mji Mkongwe kwa ndani. Sasa hii hapa inaanza tarehe 10, lakini hiyo inatarajiwa kuanza tarehe 15. Itakapoanza hii itaanzia maeneo ya Vuga pale na mzunguko wake utakwenda mpaka Shangani hadi utazunguka mpaka maeneo ya Tembo Hotel na Forodhani. Sasa kitu hichi kinatarajia kwamba kitapelekea kutakuwa kuna significant disruption, na watu wanatakiwa kuwa waelewa na kufuata na kutii zile taratibu ambazo zimewekwa za matumizi ya njia mbadala. Bila shaka njia mbadala tutaitoa rasmi kabla mazoezi yote mawili haya hayajaanza.